Mimi leo bwana nimewaita kwa ajili nilikuwa nataka nyinyi kwa sababu wana habari, kwa hiyo mwapelekea habari wale watu ambao wamekuwa wakinisupport muda mrefu kwenye sanaa yangu. Nilianza mwaka 2003 kutoa ngoma kama msanii Mr. Blue, na huu ni mwaka 2025. Kwa hiyo kama unaona hapo kwa hesabu za haraka haraka ni miaka 22 nimekuwa nikifanya hichi kitu. Kwa hiyo siku zimeenda na nikafikiria nikasema kitu gani nifanye. Nashukuru Mungu nimepata jibu. Nikaona nitoe nyimbo ambazo ni nyimbo 22. Nitengeneze nyimbo 22 ambazo ni kama kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kunisupport kwa miaka 22. Nimekuwa nikiishi kupitia muziki. Kulala, kufanya vitu vyote kwa ajili ya muziki. Sijui kufanya kazi yoyote katika dunia hii zaidi ya hiyo muziki. Kwa hiyo kupitia ndani ya hiyo miaka 22 pia nimetengeneza studio yangu ambayo ni Blue Record, na nimekuwa nikipambana nayo kwa muda mrefu, lakini nashukuru Mungu imekamilika. Kwa hiyo nikasema niwaletee ndugu zangu wa Tanzania, na wenyewe wana habari, ndio watu pekee wa kuwapelekea habari kwamba nina studio, na pia nafanya hilo jambo la kutoa nyimbo 22 kwa ajili ya shukrani kwa mashabiki zangu kunisupport miaka 22. Kwa hiyo nitazitoa kwa awamu. Kwa sababu zote tayari ziko tayari. Nashukuru Mungu nimezi record, na kuna baadhi nimeshoot, zingine bado ndo namalizia. Kwa hiyo nitatoa kwa awamu, na mwanzo leo hii baada ya hii interview nitaachia video 4. Itakuwa ni ndo mwanzo wa hizo nyimbo 22. Nina studio Blue Record, na nimeanzisha pia studio ambayo nimeileta kwenu, na dhumuni ni kwa ajili ya kusaidia wengine, kwa sababu miaka 22 kama unavyoona, mwingine anashangaa na kuuliza umewezaje kumaintain mpaka leo, kwa sababu sio kitu rahisi. Ni sasa leo hii ukutane na mtu kaishi miaka mingi, mwenyewe unamuuliza umefanyaje kuishi miaka mingi, yani ni jambo ambalo kidogo. Kwa hiyo nikasema ndani ya hiyo nilete kitu ambacho kitaweza kusaidia wengine, sababu kwa hiyo miaka 22 na maana unaenda mpaka unafikisha miaka 30 kwenye game. Tena hata muziki usipokukataa, basi hata umri wenyewe unakuwa umekukataa. Yaani unakuwa tena so Babiloni yule, unaenda kama mzee Babiloni. Umeona? Kwa hiyo nikasema nilete kitu ambacho kitazaa wasanii wengine, Blue wengine. Kwa hiyo nimeileta Blue Record kwenu, na hata hizi nyimbo ambazo nazitoa zote 22 karibu zote nimefanya ndani ya studio zangu, japokuwa zingine nimeshirikiana na maproducer wengine, lakini asilimia nyingi hata hizi ninazoachia leo ni kwenye studio yangu. Kwa hiyo nikasema na mambo hayo mawili, nyinyi wana habari, sijawahi kuifanya kitu kama hichi, lakini nikasema kwa miaka hii 22 ni mingi kwangu na mingi pia kwenye tasnia, niwatumie nyie kuambia watu kwa hivi vitu ambavyo viwili vilivyokuwa ndani ya sawa. Mr. Blue, kuna kipindi ulikuwa unafanya sana collab na wasanii wachanga. Yaani wasanii fulani ambao hawajatoboa sana, zilikuwa nyingi sana. Labda tupe siri, ulikuwa unalipwa ama ulikuwa unajitolea kufanya zile kazi? Lakini swali la pili la msingi, una miaka 22 kwenye game hujawahi kufanya press. Kwa nini hauamini kwenye press, ama na kwa nini leo umeona ufanye press? Swali zuri sana video. Wasanii ambao nilikuwa nafanya nao collab na bado still nafanya nao, kama nilivyosema, naangalia sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtu anakuja, kwa mfano kama Mabantu walishawahi kuja, nilishafanya nao collab kabla hawajatoka. Walikuja na 70,000 wakiwa wamechanga buku. Sio, umeelewa? Ila nilipoona ile hela hao walipoichanga, yaani ukiangalia buku unaona kabisa imechangwa. Unajua buku inakuwa kama inao inaanza kuzeeka. Unaona hii buku hii ilikuwa imefichwa sehemu. Lakini kusema kweli nilichukua ile 70,000 na nikaenda kuimba nao, lakini baadaye kuna imani iliniingia. Nafikiri sisi tuligawana ile hela. Wao waliondoka na 35, mimi 35. Sio nilibaki na yote. Kwa sometimes zinatokea, kwa sababu mimi binadamu na kazi yangu muziki. Wengine wanakuja na fedha, tunaelewana, na unaweza kukuta sio fedha kivile wala nini. Hela kula ugali tu siku mbili.
Wewe unajua ile kula ugali siku mbili unaijua. Wewe unaijua. Lakini unakuta mtu alipotoka katoka mkoani, katoka nini sometimes lake unaiacha sometimes unaichukua. Mwenyewe unakuwa shida zako unaichukua. Kwa hiyo ndo tunavoelekea huko. Hilo swali la kwanza. Kwa hiyo tunaangalia mambo mengi, sometimes nidhamu, sometimes pesa. Umeona bwana, nisiwe muongo, vitu kama hivyo. Na kuna invitation ya kiasi ama wewe chochote tu fresh? Mimi sina, mimi chochote tu. Mimi unaweza kanipa hela, yani ukashangaa tumeila hapo hapo kabisa. Yani tumeila na tumelipa bili hapo hapo. Ila vesi yangu ikabaki. Kwa hiyo sometimes ni kupenda tu muziki na kule kusema potelea mbali. Sijai kuita press kwa sababu mimi kwanza nachukia interview. Sipendi kuhojiwa. Na nimekuwa ni watu wengi wananiita njoo bwana njoo, siwezi kuhojiwa. Naona wewe kwa nini mimi unihoji? Wewe una kitu gani cha kujua kuhusu mimi? Na hiyo ilitokea baada ya nimekuwa nikielezea sana baada ya kutoka kwenye management yangu ya kwanza, kwa sababu mimi nimeanza game nikiwa mtoto. Kwa hiyo nilikuwa nasaidiwa kama mtoto. Baadaye ikatokea changamoto na wale watu ambao nilikuwa nafanya nao kazi. Kwa hiyo nikajikuta mimi nikaingia kwenye maisha ya kimaskani. Sasa ukishaingia kwenye maisha ya kimaskani, waandishi kwanza wanaona kuzingua. Umeelewa Lakini mwisho siku watu wanaamini wewe una kipaji. Kwa hiyo muziki wako ndio unakuwa unatembea zaidi. Lakini mtu kukuona unaona kama anakuzingua, atakuchoresha. Umeona Kwa hiyo hicho ndio kilichofanya nisiwe nafanya press na nisiwe nafanya natokea. Lakini kwa sasa nimeamua kufanya kwa sababu miaka 22 kwenye game bado nafanya show. Bado napokea pesa za kimuziki. Na nyinyi mmekuwa mkiona baadhi ya nyimbo ambazo nimezitengeneza zimekuwa zikinipa pesa nyingi kusema kweli kupitia muziki. Kwa hiyo naona kuna haja ya kuwapa shukrani. Sasa hivi dunia ina mambo mengi. Naweza nikatoa asante yangu isifike. Nikasema niwaite nyie kwa ajili ya kuwashukuru mashabiki na pia kuambia nina zawadi yao ya nyimbo 22 ambazo ni nyimbo mchanganyiko. Kuna reggae, kuna hip hop, kuna R&B, kuna zouk, kuna mpaka taarabu, kuna singeli, kuna yani muziki yote nimefanya. Yani mpaka nikishatoa hizo nyinyi wenyewe mseme bana Baisa, basi nenda kalime. Unawezaje kuigeuza pesa kuwa kipaji? Kuigeuza pesa kuwa kipaji. Kupitia pesa zake atafundishwa. Atafundishwa na ataimba. Wenda Azim kibao anaimba. Mwache aje. Johnny bwana Blue Record.